Mahango 6. Kwa majina naitwa Lilian Romano Singonyani, afisa mtendaji kata ya Madibira. Nichukue fursa hii kuwashukuru kwanza kwa kujitokeza kwa wingi huu. Naona mashabiki ni wengi kweli kweli. Ni jinsi gani tuko tumejiandaa na kulipokea bonanza hili. Yaani siamini kama mshindi wa kwanza na wa pili anatoka kwenye kata yangu. Kwa kweli nashukuru. Lakini pamoja na yote nafahamu kwamba huu mpira au hii michezo lengo kubwa ni kutengeneza mshikamano kati yetu. Haikuwa kwamba ushindani kama ulivyo ushindani. Ilikuwa ni kutengeneza mshikamano na kujenga afya zetu. Kimsingi tupo pamoja kujiunga na Six Rivers kwa ajili ya uhifadhi. Haya yote anatuwakilisha sisi au yanatuandaa sisi watoto vijana tuliopo kwa ajili ya uhifadhi. Tumerisishwa kwa nafasi ya kipekee sana. Naomba niwashukuru shirika la Six Rivers kwa kuandaa mashindano haya, na tumenufaika kwa namna zote, kwa nyanja zote. Naona tumenufaika na mpaka sasa tuko hapo pamoja, tukiwa pamoja na mkurugenzi wetu wa mashauri ya wilaya Mbalali kwa ajili ya nyie ambao umetukutanisha hapa. Naomba salamu hizi zifike kwenye uongozi, na sisi tumewapokea kwa moyo mmoja, tunatoa ushirikiano kwa namna zote. Six Rivers wamekuwa wadau wazuri sana kwa nyanja zote, kiuchumi, hata kwenye upande wa maendeleo. Nje ya hii tunapozungumzia bonanza, lakini kuna vikundi mbalimbali vimeundwa kwenye kata yetu, wananchi tumenufaika. Kwa majina naitwa Jabiri Mohamed Ndagula, ni afisa ujirani mwema kutoka hifadhi ya taifa Ruaha. Hifadhi ya taifa Ruaha ni miongoni mwa hifadhi 21. Ndugu mgeni rasmi, mimi leo sina la kusema sana, kwa sababu tulikuwa nao hawa vijana tangu tarehe 14. Tarehe 14 tulitoa elimu ya kutosha, na waliniambia kwamba kuanzia leo hatutaenda kufanya ujangili hifadhini kwetu. Tarehe 15 tulitoa elimu ya kutosha, wakaniambia kwamba hatutapeleka mifugo hifadhini. Tarehe 16 tulipumzika Jumapili, si ndio? Tarehe 17 tukacheza sana, tukaongea sana. Wakasema watoto hao wakasema watahifadhi vyanzo vya maji. Tarehe 18 kwa pamoja tuliulizana maswali, tukakubaliana kwamba hatutakata miti. Wilaya ya Mbalali imechukua 69% ya eneo lao. Kwa hiyo halmashauri ya wilaya ya Mbalali imetuchangia 69% ya eneo letu. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, manake ni eneo kubwa sana ambalo wananchi hawa, vijana hawa, wazazi wao wamechangia katika eneo letu. Sasa sisi kutambua kufanya hivyo, kwa kutambua thamani hiyo, kuna baadhi ya mambo tumeyafanya katika hifadhi, katika jamii hii. Hapo ulivyokaa hii meza hizi tulizokalia, ukiangalia sana pameandika kuna chata ya TANAPA hapo. Manake tumefanya kazi kubwa kwa shule hii na tumejenga maktaba hapo. Ukienda Mapogoro pale tuna kokoba, vikundi vya kukopeshana. Tumefanya hiyo kazi TANAPA. Ukienda Mawindi kuna bweni la wasichana na vyoo tumejenga TANAPA. Ukienda kule Nyelegete twa kisima cha kunyeshea mifugo. Tulisema tujenge pale ili watu wasichukue mifugo yao kupeleka hifadhini. Kwa hiyo tukajenga kisima cha kunyeshea mifugo. Ukienda Mbalali sekondari tumejenga bweni pale
lakini kwa mpango wa 2026-2027 tumeenda mbali. Tumeenda pale shule ya sekondari Igomelo, tunatarajia kujenga, tumepeleka proposal, tumepeleka maandiko, tumepeleka maombi HQ, tunataka kujenga bweni la wasichana. Kwa hiyo haya yote ni kuonesha kabisa kwamba tunashirikiana na hii jamii ambayo zinazunguka hifadhi ya taifa katika miradi ya afya, katika miradi ya elimu na miradi mingine tutaifikia kadri tunapotaka kupata fedha. Sisi tukiwa wadau wa uhifadhi tunatambua mchango unaofanywa na wanajamii katika kuhakikisha wanatunza na kuzilinda rasilimali zao. Kwa hiyo sisi kama Six Rivers tukaona pia tuje na mashindano haya tukileta hali ya kuamsha au elimu kwa watoto wetu, tukiamini wao watakuja kuwa wahifadhi wazuri kwa baadaye na watasaidia kuwa mabalozi wazuri kwenye utoaji wa elimu ya uhifadhi. Kwa hiyo tukaonelea kuja na mashindano haya, na mashindano haya yamehusisha timu 14 kutoka vijiji 10 vya mradi wetu wa uhifadhi. Na katika shule hizo 14, namna ambavyo mashindano haya yalienda ni kwa mtoano. Yaani ukipigwa ndio unakuwa umeishia hapo, anayekuwa amefaulu anasonga mbele. Kwa hiyo tulikuwa na raundi ya kwanza, lakini tukaingia robo finali, nusu finali na hatimaye leo finali. Na mashindano haya yalianza rasmi tarehe 14 mwezi wa 11 na leo tarehe 21 mwezi wa 11 tunahitimisha. Lakini tunapohitimisha mashindano haya ni mwanzo wa maandalizi tena kwa ajili ya mashindano mengine mwakani. Malengo ya mashindano yetu yameshazungumziwa na waratibu. Sasa bila kupoteza muda, mimi napenda nichukue nafasi hii nimkaribishe mgeni rasmi ili aweze kuzungumza neno na tuendelee na utaratibu wa kutoa zawadi. Karibu mzee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mashindano ya uhifadhi 2025 asante sana. Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Mbalali ambaye amepata udhuru ilikuwa awe na nyie leo kwa ajili ya shughuli hii muhimu ya kufunga mashindano haya, nimekuja hapa kwa niaba yake, na kwa majina anaitwa Mr. Amos Chiwaya, ni mkuu wa kitengo cha michezo, utamaduni na sanaa halmashauri ya wilaya Mbalali. Kwanza kabisa niwashukuru Six Rivers, niwashukuru wananchi wa hapa Madibila, wananchi wa Miombweni na wanafunzi wetu wote kutoka kata hizi mbili ambao wameshiriki mashindano haya kwa kufanikisha zoezi hili, na hatimaye leo tumefikia kilele cha mashindano ya hifadhi 2025. Kama walivyosema wataalamu kutoka TANAPA na mratibu kutoka Six Rivers, ndugu zangu, suala la uhifadhi ni muhimu sana kwa maendeleo ya nchi yetu. Kama tutahifadhi, maana yake kizazi kijacho kitapata shida sana kwenye ustawi wao. Kwa hivyo tunastahiki na tuna haki ya kushirikiana kuhifadhi kwa ajili ya maendeleo yetu na ya taifa letu. Nadhani mnaelewa kwamba huu umeme ambao sasa
tunaupata vizuri sana kutoka bwawa la Mwalimu ni matunda ya uhifadhi yanayotoka kwenye chanzo cha hifadhi ya Ihefu, mto Ruaha Mkuu. Amesema hapa vizuri sana, hizo fedha mtakazopewa basi mfikirie kitu cha maana ambacho kitakuwa kina impact kwenye shule zenu. Mkatengeneze bajeti ya kuweka alama kupitia michezo hii na zawadi mtakazozipata, ili wengine watakao kuja wajue umuhimu na maana ya uhifadhi na faida zitokanazo na uhifadhi. Tunaelewana? Tunaelewana? Haya. Baada ya kusema haya, niseme niko tayari sasa kwa ajili ya kukabidhi zawadi. Asanteni sana kwa makofi mengi sana na vigelegele kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Niombe wachezaji turudi nyuma. Unapata na picha kwamba kwenye siku na tarehe kama ya leo na wewe ulishiriki kwenye fainali za mashindano haya. Natoa tu mkono, usijione mnyonge namna hiyo. Natoa tu mkono, usijione mnyonge namna hiyo. Hao ni Nyamakuyu, mshindi wa 4 kwenye Conservation Cup 2025. Wageni waalikwa kuwapigia makofi, atuzuie makofi, tuwapigie makofi washindi wa 4 hawa namna hiyo. Safi kabisa. Nakuwa mnakwenda kuketi namna hiyo, mnakwenda kuketi. Safi kabisa. Safi kabisa. Asante sana. Sasa tunakwenda kwenye zawadi ya mmoja mmoja. Kipa bora ataondoka na mkono wa dhahabu kwa siku ya leo. Mango, sisikii kelele Mango. Claudio oye! Kipa bora oye! Mango mnatisha sana. Pata picha nzuri kabisa Claudio ya kumbukumbu ya kupokea mkono taamu kutoka kwa Six Rivers Africa ukikabidhiwa na mgeni rasmi. Mfungaji bora wa Conservation Cup ni Henry Kimbogo. Huyu mfungaji bora ana magoli 4 kwenye mashindano ya Conservation Cup. Sisikii kelele, sisikii kelele Mango. Atapokea kiatu cha dhahabu, atapokea kiatu cha dhahabu wakati anapata picha taratibu. Walione namna hiyo. Mchezaji bora ni Henry Kimbogo. Ni hatari. Ni hatari kutokea shule ya msingi Mahango. Majina yamejirudia. Majina yake yamejirudia katika tunzo zote mbili. Kule picha hiyo ya pili. Pokea tunzo wachezaji bora. Muongezee makofi mengi na vigelegele, wazazi vigelegele hatusikii. Safi kabisa. Asante sana kijana huyo. Ni mwanafunzi kwa mfungaji bora lakini pia mchezaji bora. Milioni 4 oye! Waongezee makofi mengi na vigelegele au kipa bora, mfungaji bora na mchezaji bora wa mashindano. Bado makofi yatoshi. Wanafunzi piga kelele nyingi, piga kelele nyingi kwa washindi. Hapo sawa, hapo sawa. Asante sana. Lakini anafuata pia na maamuzi wetu kutoka Miambweni. Waongezee makofi mengi na vigelegele waamuzi wetu hawa. Ongeza makofi mengi na mbona kama kinyonge. Mwalimu Mawala ambaye ni maamuzi mmoja wapo wa michezo hii anavaa medani, lakini anafuatiwa na mwalimu Fredrick Kiselekwa ambaye pia ni maamuzi wa michezo hii anavaa medani. Walimu oye! Pate picha nzuri. Mshindi wa 3 oye! Huyu mshindi wa 3 nikimleta watatangulia timu yake, watapita pale kwa ajili ya kwenda kuvaa medani. Ni shule ya msingi Mlungu. Waongezee makofi mengi na shule ya msingi Mlungu. Wachezaji wote wanakwenda kuvaa medani, wanavalishwa na mgeni rasmi. Picha taratibu, taratibu. Vijana msikimbie. Mwende taratibu ili kila mmoja apate picha nzuri.
Msiende haraka wanafunzi, taratibu, taratibu. Hakikisha umevaa medali tafadhali. Usiondoke hujavaa medali. Wengine sogea kule, medali ziko mbele kule, sogea tu kule mbele. Sogea tu mbele pale. Namna hiyo. Unachagua tu kavae wapi. Kapteni wa timu nitakuomba usalie hapo. Nafikiri ndio hapo yuko mbele. Mungu safi. Acheni wivu jamani, milioni 1 sio mchezo kwa watoto ni. Waongezee makofi mengi na vigelegele tafadhali. Shule ya msingi Mlungu. Namna hiyo, shule ya msingi Mlungu, milioni 1 ya Kitanzania. Maandishi yanasomeka vizuri kabisa hayo. Safi kabisa. Mabingwa wa pili wa mchezo huu. Wachezaji wote ambao ni mabingwa wa pili wa mchezo huu ni shule ya msingi Ikoga. Ongeze makofi tafadhali, ongeza makofi. Milioni 2 mchezo, nafikiri wewe kuweza ya milioni 2. Hata sio watu wazima hatujai kuilamba kwenye machuano yetu ya kusakata kabumbu. Kama kawaida, kapteni wa timu utasalia hapo. Mwende taratibu watoto ili mpate picha. Mwende taratibu wanafunzi ili mpate picha. Niombe sasa Ikoga mpya kama mshindi wa pili akabidhiwe uni yenye thamani ya kiasi cha shilingi milioni 2. Milioni 2 wewe. Ongeze makofi mengi na vigelegele. Ikoga mpya tafadhali, ongeza makofi mengi na vigelegele. Safi kabisa. Asante sana. Sogea hapo vizuri. Niwalete tusiwalete. Kwanza Vision Cup 2025. Uhifadhi oye. Sasa naomba nikawalete kwenu wale mabingwa wetu. Mabingwa kuliko wote. Mabingwa wa Conservation Cup. Mabingwa wetu wa kombe la uhifadhi kutoka Six Rivers Africa ni shule ya msingi Mahango. Naomba wachezaji tuondoke taratibu kabisa, tukiwa na mnato, kwa sababu sisi ni mabingwa. Tunakwenda kuvikwa medani taratibu. Yani msikimbizane, taratibu. Hakikisha unageuka unapata picha, taratibu. Tembea taratibu, linga. Mahango linga. Mahango wole. Sisikii wole. Wazazi siwasikii. Mahango wole. Kapteni utasalia, kapteni wa timu utasalia. Tuna picha ya kumbukumbu hapa. Tusubiri kwanza atoke kijana wetu, tusubiri. Makocha tusubiri kwanza atoke kijana wetu. Mshindi wa 3. Taratibu tupate picha nzuri. Taratibu walimu tupate picha nzuri. Makocha ile timu mshindi wa 4 tafadhali, Nyamakuyu makocha mshindi wa 2 hao. Hao ni makocha kutoka shule ya msingi Ikoga mpya. Namna hiyo. Hao ni makocha sasa wa Nyamakuyu. Mshindi wa 4 hao makocha. Tupate picha nzuri, tusiwe na haraka. Tutulie tupate picha nzuri. Makocha wa shule ya msingi Mahango tumeshavaa medani. Safi kabisa, asante sana. Sasa mgeni rasmi kabidhi kombe. Namna hiyo. Makofi mengi na vigelegele tafadhali wakati kombe linakabidhiwa. Mahango kombe liko nyumbani, lakini shangwe sisikii. Safi kabisa. Asante sana. Sisikii shangwe. Hilo ndo kombe. Tujaona, naomba tupate vilipuzi. Tukae hapo tupate picha nzuri.
Mahango safi oyo. Mahango sisikike. Mahango sisikike. Mahango onyesha na undi juu ya tuone vizuri. Wazazi watoto Mahango mmetisha sana. Mahango nyinyi ni mabingwa wa kila kitu. Mahango mmetisha. Mahango tupo. Uhifadhi Six River mmetisha sana. Asante. Mgeni rasmi sasa aweze sasa, kama atakuwa na majukumu yake mengine, aweze kutuaga ukumbini ama uwanjani kwetu ili akaendelee